ukisimama tu yani unasikia tena uhalo. Yani nilialisha kupita maelezo ambayo yani sijawahi haijawahi kutokea. Karibu kaka, utatuambia unaitwa nani, umetoka wapi na nini ambacho Bwana Mungu wetu na Kristo wake wameweza kukutendea kupitia madhabahu hii ya Gurudumu la Kinabii, lakini kupitia mpako mafuta baba yetu mtume na nabii J Msionea. Karibu. Shalom kanisa. Naitwa Emmanuel Kija, natokea Mbezi. Nina ushuhuda mmoja. Ilikuwa siku ya Ijumaa. Nimerudi nyumbani vizuri. Imefika saa 6 usiku, tumbo likaanza kuniuma vibaya sana. Yaani kiasi kwamba yani mpaka inafika hatua ni mtu mzima lakini unataka kulia. Tumbo lilikuwa linaniuma sana. Sasa nikakimbilia chooni. Yani kule nilikaa kama nusu saa hivi. Ile ukisimama tu yani unasikia tena uhalo. Yani nilialisha kupita maelezo ambayo yani haijawahi kutokea. Sasa imeendelea hivyo hadi nikawa naishiwa nguvu. Yani nguvu zikawa zinaisha na nikawa nimetapika kama mara moja hivi. Sasa kutoka kule ndani, yani kutoka kule chooni ikawa ni ngumu. Yani mpaka ikabidi nitembelee magoti kusogea mpaka sehemu ambao nawaga naweka damu ya Yesu. Sasa nimefika nikawa nimetambaa nikafika pale nikafungua ilikuwa hamna hata nguvu ya kusema kwamba nitasema kwa jina la Yesu. Yani ilikuwa ngumu, lakini nilishiriki damu ya Yesu. Hapo sasa tumbo ndio likazidi. Yani hapo sasa likauma. Lakini baadaye sasa nilipoenda nilikaa kidogo kama dakika 15. Nilipotoka pale yani nimerudi kitandani nikapitiwa na usingizi. Nimekuja kushtuka saa 12 alfajiri. Asa kushtuka yani sina maumivu, sina hali yoyote ambayo ya kuharisha tena. Kwa hiyo yani namshukuru Mungu sana kwa sababu ya maelekezo ya mtumishi wa Bwana kwa ajili ya huu mwaka na huu mwezi kushiriki damu ya Yesu kila siku, ya ushirika wa kalamu ya Yesu, ili kusudi kuweza yale mabaya ambayo yalikuwa yamekusudiwa na adui kuweza kuyagailisha. Ni maelekezo ya mtumishi wa Bwana ambayo yani labda hapo ningempigia mtumishi wa Bwana au ingekuwaje, lakini nilitumia ile imani ambayo mtumishi wa Bwana ameiachilia na akaibariki ile juisi kuwa damu ya Yesu. Nikatumia ile imani ya kwamba hakitashindikana kitu chochote na nikashiriki, na mpaka leo hii nimeamka asubuhi nikaenda kazini, nikaja huku kwenye maandalizi ya ibada ya leo. Wanaita mazoezi, lakini mpaka leo hii niko vizuri, namshukuru Mungu. Unaweza ukaona tu labda ni kupungua tu kidogo, lakini namshukuru Mungu ameniponya. Amen. 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 Kaka yetu Emmanuel Kija, tunatamani kujua kwa nini haukukimbilia hospitalini au kwa nini haukukimbilia kumpigia simu mtumishi wa Bwana na moja kwa moja ukakimbilia kushiriki damu ya mwana kondoo au damu ya Yesu kama ambavyo umesema. Watu wanaweza wakajiuliza maswali, kwa nini huyu mtu alifanya hivi? Alafu natuambia baada ya kushiriki ukashangaa umepata usingizi na ulipoamka ukawa ni mzima kabisa. Karibu. Mimi niliamini kwenye maelekezo ya mtumishi wa Bwana. Mtumishi wa Bwana akiwaelekeza kwamba ukae na hiki kitu ndani mwako, tunaita silaha za ufalme. Yani ukikaa na kwa maelekezo ya mtumishi wa Bwana, ina maana utakapotii ndivyo ambavyo utapokea kibali, hata ukilitia jina la Bwana kupitia hicho kitu ambacho mtumishi wa Bwana amekitolea maelekezo, yani uwe nacho ndani mwako. Ina maana hiyo ni uponyaji tosha kabisa, ambayo mimi sikuwa na wasiwasi wote. Nilisema kwamba yani hii damu ya Yesu isipofanya jambo
basi ndo nitampigia mtumishi wa Bwana. Lakini na nilishangaa namna ambavyo Mungu amejitukuza kupitia hiyo damu ya Yesu na nikapokea uponyaji. Amen. Kaka yetu Emmanuel Kija, tunajua kwamba unayo familia, unaye mke, na katika hiyo hali ambayo ilikupata hata kufikia kiwango cha kushindwa kutembea ukaanza kutambaa, je, mke wako alivyokuona kukupa ushauri wowote kama nani mke, kwamba kwa nafasi yake kama mke, ya kwamba mme wangu, hiyo hali ulionayo labda tukimbilie hospitalini, au mke wako alisemaje? Tunatamani vile vile kujua kwa ufupi. Karibu. Mimi mke wangu namjua, sio mtu wa imani sana. Sasa yani alivyokuwa amelala, mimi hata yani niliangaikia mwenyewe. Yani kusema kwamba yani sikumwamsha kwa sababu nilihisi labda kuna yani hali ilivyokuwa, lazima mtu tu anawaza mambo mengi. Yani hapa labda anaweza akaanza kuwaza tena, huyu mzee tunampoteza nini. Lakini mimi mwenyewe sasa nikasema kwamba huyu simwamshi, ninakomaa hapa ili kusudi baadaye ikiwa ushuhuda inakuwa yani yeye mwenyewe atachukulia kawaida, lakini mimi najua namna ambavyo Bwana ameniponya. Amen. Basi kaka yetu Emmanuel Kija, kama ambavyo umekiri ya kwamba baada ya kushiriki mwili baada ya kushiriki damu ya mwana kondoo, Bwana ameweza kukupatia uzima na ushindi kabisa, na hata tunapokuona hakika na kweli ni mzima kabisa na uko very smart. Basi Bwana Mungu akubariki na Bwana Mungu aendelee kukuimarisha Jabu. Amen. Amen. Barikiwe na Bwana.